Kwenye hii video nataka nikufundishe jinsi nilivyogundua siri ya kupata wateja online ambao wananunua vitu vyako bila kuombwa, bila kulazimisha, bila hata kuwa na followers wengi. Na tena nitakuonyesha jinsi unavyoweza kuanza kutumia huo mfumo leo. Okay? Kwa hiyo hii video inaweza ikawa ndefu, lakini naomba uvumilie kwa sababu ukiangalia hii video mpaka mwisho, nina uhakika vitu utakavyotoka navyo hapa ni vikubwa kuliko unavyodhani. Okay? So nilijipa kama mwaka mzima wa kutest theory yangu. Okay? So cha kwanza nilifanya kazi na baadhi ya watu. Okay? Nimefanya kazi na baadhi ya watu akiwemo Lishe na Loy, akiwemo Pregnancy Nutrition TZ. Sasa hivi ana followers 110,000. Hongera sana. Mr. Code ana followers 100,000. Dr. Mechanics sasa hivi ana followers 109,000. Dr. Aurelia sasa hivi ana followers 25,000. Lakini nilivyoona kazi ambayo tumefanya na hawa wateja wangu kama Pregnancy Nutrition TZ, nikaona mbinu anayotumia kupata wateja. Tukatengeneza mbinu mpya, tukaitengeneza kwa muda mrefu. Baada ya miezi sasa tukaangalia yale matokeo. Nikaona potential kubwa sana ya jinsi unavyoweza kujitangaza na wewe ukapata wateja wako. Sasa nikasema naweza nikatumia hiyo theory kwenye biashara yangu. Nikasema ngoja ni test kwa sababu nilikuwa nimefanya naye kazi muda mrefu sana. Sasa nikaenda TikTok nikaanzisha account mpya. Actually haikuwa account mpya, lakini ile account ilikuwa haitumiki kibiashara. Kwa hiyo nikaamua ile account nianze kuitumia account yangu kwa mwaka mzima. Nipime matokeo kila mwezi niweze kuona biashara yangu baada ya mwaka itakuwaje. Sasa hiyo theory niliangalia kwamba hiyo theory sawa, hiyo mbinu ikifanya kazi ndio siku ambayo nitakuja mimi kukuletea matokeo ya hiyo theory. Kwa hiyo leo unavyoangalia hii video, hongera sana kwamba leo ndio nakuletea matokeo ya hiyo theory. Okay? So, quite easy. Unaweza kuangalia hapa ni kuanzia Oktoba 2024 mpaka Septemba 2025. Okay? So, unaweza kaona mabadiliko yaliyotokea kwenye TikTok. Sasa kuanzia mwezi wa kwanza, unaweza kaona tofauti kati ya views, profile views, likes, engagement. Hili kundi ni kundi la engagement. Ukiona haya makundi ni kundi la engagement. And then huku kuna engagement rate, lakini pia kuna follower growth kwa mwezi, lakini pia kuna notes ambazo zilikuwa ni muhimu sana kufikiria. Now, ukiangalia hii growth, baadaye tutarudi tena nitakuja kuelezea hii growth inamaanisha nini na vitu kama hizo. Lakini the whole point ni kwamba vitu ambavyo nimejifunza kwenye hii process nzima, nimewasaidia wafanyabiashara wengine kuitumia kwenye biashara zao na nitakuonesha hivi punde. Lakini pia leo nataka nikuoneshe kwamba hata wewe unaweza kuanza kutumia hii mbinu ukapata wateja online ambao wananunua vitu vyako kwa uendelevu, yani consistently. Okay? Lakini pia hii ni invitation, huu ni mwaliko wa wewe kujiunga na masterclass ambayo tunaingia kwa kina kujifunza hivi vitu. Okay? Alright. So, let's go. Sasa hii strategy, hii siri ninayoenda kuelezea leo ni siri ile ambayo wametumia wateja wangu kuuza mtandaoni na kupata wateja ambao ni wateja halisi na sio mazombi. Ukisikia nasema mazombi, ujue naongelea wale watu ambao wanakutafuta, wanakuulizia bei ya bidhaa hapo wanunui, au wanauliza tu afu hawafanyi chochote. Hao ni mazombi. Sasa mfano wa kwanza ni Dr. Aurelia. Dr. Aurelia tumeanza kufanya naye kazi akiwa na followers 5,000, lakini pia alikuwa na views. Anapata, ukiangalia hapa kwenye dashboard yake alikuwa anapata views 800 kwa mwezi. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Sio kila homa ni malaria. Kama unavyoona hapa, sasa hivi anapata views 400 consistently kwa mwezi. Tena sasa hivi nahisi anazidi hapa. Sasa nilivyoona hii strategy imefanya kazi kwa Dr. Aurelia, nikasema well, ngoja tuone. Mr. Code sasa hivi ana followers 100,000 sasa hivi. Okay? Na yeye hii mbinu naenda kuelezea leo ndio amekuwa akitumia kwenye biashara yake kwa zaidi ya mwaka sasa. Na juzi tumekutana kwa ajili ya celebration, anashirikia kufikisha followers 100,000 baada ya kufanya hii process nzima. So kupitia hii video. So ukipata muda ukaingia YouTube ukaangalia hii video, utaona mjadala wetu wa jinsi alivyoweza kufikisha followers 100,000 ndani ya hiyo miezi 12. Okay? So lakini pia hii system inafanya kazi, na ndio maana mimi napata DMs za hivyo. Watu wanataka kufanya kazi na mimi, watu wananiomba ushauri, wananiomba msaada na vitu kama hizo, kwa sababu hii system inafanya kazi consistently. Lakini pia ukitangaza bidhaa au huduma kwa wateja kwenye Instagram au kwenye TikTok, unapata DMs kama hivi zinajaa, watu wanataka bidhaa au huduma unayouza. So hii system inafanya kazi completely. Sasa swali ni wewe, kwa nini unisikilize mimi?
Kwa wewe ambaye haunifahamu, mimi naitwa Elius Kamwangire McBenvix, na ni digital marketer, lakini pia ni mchumi, ni mshauri kwenye mitandao ya kijamii. Na nimetumia miaka 3 so far kuwashauri wafanyabiashara wanaojenga brand zao kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwa hii miezi 7 iliyopita nimekuwa nikiwashauri wafanyabiashara tofauti kwenye matumizi ya artificial intelligence kwenye mifumo yao ya kujitangaza na kuongeza mauzo. Nimeshafanya kazi na brand zaidi ya 20 hapa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia nimefanya kazi na coaches na consultants tofauti. Tumegenerate followers wa wateja wangu zaidi ya followers 400,000. Kama unavyoona hapa, followers wengi tu wako hapa as you can see. Lakini pia tumeanzisha club ambayo tunaita Zirim Growth Club. Hii ni kwa ajili ya wajasiriamali ambao tunafanya nao kazi, tunawasaidia wanajifunza kila siku, tunawasaidia kujenga mifumo, lakini pia kutumia AI kwenye biashara zao. Lakini pia tumetengeneza partnerships tofauti na wafanyabiashara, lakini hii imenisaidia niweze kutoa biashara yangu au ushauri wangu kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwenye hustle kwenda kuwa biashara ambayo ni ecosystem nzima inayojiendesha. Na tumeweza kuscale biashara kutoka kuuza course au na mafunzo kuanzia 50,000 kama unavyoona sasa hivi, mpaka kuna watu ambao tunawafundisha, tunafanya nao kazi kwa ofa za shilingi zaidi ya 3 na mambo kama hayo. Sasa haya mambo yote yasikuchanganye, wala hivi vitu hata nisingekuambia, najua visingehusika sana. Lakini ninachotaka tuongelee ni kwamba nataka tuingie sasa, nianze kuelezea jinsi nilivyogundua huu mfumo, lakini pia tulivyoutengeneza, lakini pia hata wewe unavyoweza kucopy na kupaste kwenye biashara yako. Okay? Upo tayari? Upo tayari? Ndio swali. Nataka uniambie kwenye comments kama uko tayari. Okay? Najua hautoandika kwenye comments, lakini usijali. Ninataka tu nikuhype kama vile tunaenda kufanya mchezo mzuri. Alright. Sasa kama wewe wateja wamekuchosha kwenye mitandao ya kijamii, unaanza kujiuliza, mbona kama wateja wamepotea? Mbona kama wateja hamna kwenye mitandao ya kijamii? Mbona mambo yamebadilika? Mbona sio kila homa sasa hivi ni malaria kama zamani? Sasa jibu linaweza likawa rahisi kwamba unatafuta hawa wateja mahali ambapo sio mahali sahihi. Sasa kama wewe umechoka kupost kwenye mitandao ya kijamii bila kuona mtu anayekutafuta, hauoni wateja, unapost kila siku, au watu wanaona content zako, unapata views, unapata engagement, au sometimes unapata followers, lakini hakuna mtu anayenunua bidhaa au huduma zako. Sawa? Hapa ndipo makosa makubwa ya kimarketing yanapoanza. Makosa makubwa ya kimarketing yanaanzia hapa. Na mimi nimeligundua hili jambo kwa sababu consistently kwa zaidi ya, kama unavyoona hapa, kwa miezi zaidi ya 6 hapa, nimekaa nikiexperiment vitu, nikiona ni vitu gani ambavyo ni makosa gani ambayo yananifanya nibaki pale nilipo. Kama unavyoona hapa, content zote zilikuwa zinabaki pale, hazileti impact kubwa. Okay? It's the same. Na hii kitu inafanya kazi kwa sababu kuna level fulani ukifikia, engagement inayokuja kwenye account yako inakuwa kubwa. Hii ni analysis ya mteja wangu mmoja. Huyu yeye ana followers sasa hivi 110,000, na kama unavyoona hapa, kila mwezi anapata views hii ni kuanzia akiwa na followers 75,000, anapata views zaidi ya 1,000,000 kila mwezi. Sasa hivi consistently amekuwa akipata views 6,000,000 kama unavyoona kwenye hizi graphs zinavyoonyesha hapa. Okay? So amekuwa akipata consistently views 6,000,000. Na ukiona views zimekuwa nyingi kwa hapa tunavyozungumza, kwa haya mazingira tunayozungumza, ujue pia hata mauzo ni makubwa. Sasa sitaki nianze kutajia mauzo na pesa kwa sababu ya ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Okay, so let's proceed. Kwa hiyo sasa, kwa nini bidhaa nzuri peke yake haitoshi? Na hili ni jambo jingine ambalo nilijifunza kwenye huu utafiti niliofanya kwa hii miezi 12 ambayo nimekuwa nikifanya utafiti. Bidhaa pekee haitoshi. Kuna wafanyabiashara wengi wanajiuliza, mbona mimi nina bidhaa nzuri? Mbona mimi nina bidhaa original? Mbona mimi nauza kitu kizuri lakini sipati wateja? Sawa. Wajasiriamali wengi wanauza bidhaa bora sana, lakini hawajui wanamuuzia nani. Naomba nirudie hapo kwa sababu ni point muhimu sana ujifunze. Wajasiriamali wengi wanauza kitu kizuri sana, lakini hawajui wanamuuzia nani. Na najua utasema, najua atamuuzia nani. Unasema mambo gani? Tulia. Unapozungumza na kila mtu kwenye mitandao ya kijamii, hakuna anayehisi kwamba wewe unamuelewa. Hakuna anayehisi kwamba unazungumza naye. Na nitakupa mifano hivi punde. Nitakuonesha mifano hivi punde. Hapo ndipo biashara ambayo unaijenga wewe inabaki kwa kama ina hustle, ina struggle,
unajikuta unapambana tu na algorithm kila siku badala ya kujenga relationships, kujenga uhusiano na watu kwenye mitandao ya kijamii. Sawa? Sasa ina maana sifa kubwa ya mfanyabiashara anayejitengeneza kwenye mitandao ya kijamii ni kujenga relationships, kujenga mahusiano na followers wake au na watu sahihi, kwa sababu hao watu sahihi ndio watanunua bidhaa au huduma zako. Pole. Sasa ngoja nikupe mfano mzuri. Okay, mimi nimesafiri sana, asante Jehova kwa hiyo baraka. Lakini nyakati zote ambazo nimekuwa airport, ukienda airport au ukienda hata kwenye mabasi, sehemu za kusubiri mabasi au popote pale unapoenda ambapo unakuwa unasubiri, utakuta matangazo ya airport huwa hayazungumzi na kila mtu. Hakuna tangazo, sijawahi kusikia tangazo la airport linatangazia watu wote pale airport. Sijawahi kusikia. Yaani sijawahi kusikia tangazo linasema jamani wote mliopo hapa airport sikilizeni kwa umakini. Sijawahi kusikia hata siku moja. Labda kama kuna emergency ambayo ni kubwa sana kwamba kila mtu pale airport inabidi either atoke au awe makini au kitu kama hicho. Lakini yale matangazo ya kawaida, yani zile content za pale kwenye airport hazimtangazii kila mtu, hazizungumzi na kila mtu. Na ndio hivyo ilivyo kwenye mitandao ya kijamii. Hiki kitu nilikuja ukigundua nimechelewa sana. Natamani ningekundua mwanzo. Kwa hiyo wewe una bahati kwamba umekigundua leo. Ngoja nikupe mfano mzuri. Ukiwa airport utasikia wanasema hivi: passengers who booked flight KQ481 to Nairobi, please proceed to gate 7. Si ndio wanavyosema? Wale wanaosafiri kuelekea walio book ndege namba flight number KQ481 wanaoenda Nairobi, please proceed to gate 7. Hili ndio inakuwa tangazo la kawaida pale airport. Sasa hili tangazo lina namna nyingi ya kulisema. Mimi nimeandika tu haya maneno lakini kuna namna nyingi ya kulisema. Na tena nimekutengenezea kabisa hapa tunazitaje variations za namna ambavyo wanaweza wakasema passengers booked on flight KQ81 to Nairobi, please proceed to gate 7. Sasa mtu ambaye ni muhusika anabidi apande ndege kwenda Nairobi, akisikia haya maneno anajua wanaongea na yeye, kwa sababu kila neno hapa linamgusa yeye, kuanzia kwenye neno passengers, kwenda kwenye booked, kwenda kwenye flight, kwenda kwenye namba ya flight KQ81, sawa, kwenda hiyo Nairobi, kwenda kwamba please proceed to gate 7. Haya maneno yote yanakuwa yanamhusu mtu huyu mmoja ambaye yeye anasafiri kutoka labda sijui wapi kwenda Nairobi. Sasa hii ni habari ambayo itamfikia mtu mmoja, si ndio? Lakini kiuhalisia watu wanaopanda hiyo ndege ni wengi, si ndio? Hivyo ndivyo ilivyo inavyokuja kwenye mitandao ya kijamii. Na wafanyabiashara wengi hawajui hilo. Wanakuja kwenye mitandao ya kijamii wanatangazia airport nzima, wanatangazia kila mtu kwenye mitandao ya kijamii kuhusu bidhaa zake. Ndio maana watu hawanunui vitu vyako. Sasa najua wenda labda haujanielewa vizuri kwenye hii concept. Lakini kwa kifupi ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii, jinsi mitandao ya kijamii inavyofanya kazi, unakuwa unazungumza na mtu specific. Okay? So ngoja nione hapa kama tukiendelea hapa so kabla ya tuendelee, ngoja nikupe mfano mzuri hapa. Kwa mfano, watu wengi waga wanasema mimi nina followers wengi Instagram. Lakini kiuhalisia ukiangalia nature ya followers ni watu kama hivi. Wanakuwepo watu wengi wa aina nyingi kati ya followers wako, lakini sio wote watakuja kuwa wateja wako. Sasa ukiingia kwenye our followers, wewe unawaangalia hivi, unaangalia kama vile uko stagini, kama vile uko mbele umeshikilia mic unazungumza na wote, ndio kama hivi. Lakini kiuhalisia waga haiko hivyo. Kuna kitu tunakiita kwa mfano location targeting, location based targeting. Okay? Ukiwa unatengeneza tangazo la kulipia, kuna concept moja tunaita location based targeting. Hata kama sio tangazo la kulipia, tangazo lolote tu. Wewe una boost au unafanya nini, unatumia Facebook Ads Manager au whatever. Kuna kitu tunakiita location based targeting. Mimi naweza ngatengeneza tangazo moja ambalo linaenda kwa watu wa Dar peke yake. Kwa hiyo nikipelekea kwa watu wa Dar peke yake na kuwa na target kwa namna hii, na maana na target watu waliopo sehemu fulani specific peke yake. Sawa? Lakini hii sio nzuri zaidi. Ni nzuri kwamba utapata watu waliopo Dar na ni kitu kizuri sana, na sio kwamba unabidi ukiignore. Lakini kuna concept nyingine tunaita audience identity. Yaani ile kwamba ukiongea na mtu kama hapa ambavyo nimezungumzia mtu anayesema kwamba yeye ni passenger ambaye amebook flight fulani. Yaani wewe ni mtu ambaye unasafiri kwenda labda nchi fulani. Na hilo ndo tangazo lako. Hiyo inakuwa ni identity. Unakuwa unazungumza na mtu kwa jinsi alivyo,
kwa sababu yeye ndo identity yake ile ilivyo. Okay? Lakini sasa kuna kitu inaitwa identity and interest based targeting. Sasa hii ndio inayofanya kazi sasa hivi kwa nature ya algorithm. Ndio maana kwa mfano ukikutana ukisearch kitu pale juu, baadaye unaanza kuona matangazo ya hicho kitu. Kwa sababu ya interest, wameona kitu ambacho uko interested nacho, wameanza kuonesha matangazo zaidi ya hicho kitu ambacho uko interested nacho. Lakini pia ukimfollow mtu fulani, wanaanza kuonesha matangazo zaidi ya huyo mtu, content zaidi za huyo mtu. It's the same. Lakini unavyokuwa kwenye interest, angalia hapa. Angalia kitu kimoja hapa ninachotaka witness vizuri. Ukiangalia hawa watu wote, utagundua kuna watu wa interest tofauti. Kwa mfano, utagundua kuna mtu hapa amebebelea kibegi mgongoni huyo. Na kuna mwingine hapa amebebelea kibegi mgongoni. Alafu kuna mwingine tena huko naye amebebelea kibegi mgongoni. Kumbe sio huyo peke yake. Kuna huyu mwingine ambaye yuko hapa, kuna mmoja hapa yuko hapa. Ngoja nione. Kuna mmoja nilimuona hapa, nilitaka nimtolee mfano. Kuna huyu aliyebebelea hiki kibegi cha kuweka hapa. Sawa. Huyo ni tofauti na huyu wa kibegi mgongoni. Huyu yuko anapenda kibegi mgongoni. Of course, kuna mwingine huyu ana kibegi mgongoni, kuna huyu mwingine ana kibegi mgongoni. Sasa tujiulize, kama ungekuwa unatengeneza tangazo, labda unauza vibegi vya mgongoni, alafu unataka umuuzie huyu mtu mwenye kibegi mgongoni. Huyu mtu usingekuja ukawatangazia wote hawa. Hauwezi ukaja ukawatangazia wote hawa, jamani nauza vibegi, hawatakusikiliza. Lakini kwa mfano unamtangazia mtu mwenye kibegi na ukamuita, jamani kama una kibegi cha mgongoni, kuna kibegi kingine ambacho ni bora zaidi hapa. Sasa huyo mtu yeye akiwa anatembea anakuwa ameshikilia simu yeye peke yake. Lakini pia anakuwa anajiona yuko peke yake. Kwa hiyo content zako zinabidi zizungumze na mtu sahihi anayehitaji vitu vyako, kama mtu anayesubiri ndege. Sawa? Hii ni concept ambayo nataka uielewe vizuri. Unavyotengeneza content zako inabidi zizungumze na mteja mmoja specific, kama vile unatangaza kwa mtu mmoja anayesubiri ndege. Sawa? Sasa of course utapata wateja wengi kwa sababu sio mtu mmoja anayepanda hiyo ndege, lakini that's the whole point of social media. Unavyokuwa unatangaza, usitangazie kila mtu. Sasa nilichogundua, na hapa hii ndo finding ambayo nataka nikupatie leo, okay? Nilichogundua ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii, ukitaka upate hilo kundi moja la huyo mteja, inabidi umtengeneze. Narudia tena. Ili upate huyo mteja mmoja unayemtafuta, inabidi umtengeneze. Okay? Inabidi umtengeneze kuanzia mwanzo kwenye content zako zote, ili uzidi kukusanya ili kundi la huyu mteja, ili wote wanaokufollow wawe wateja wote ambao wako kwenye ili kundi la huyu mteja. Ili wakati unaendesha ndege yako hiyo, ile ndege hiyo imejaa kundi moja la watu ambao ni watu halisi wanaoenda Kenya, waliobodi ndege hiyo hapo. Okay? Alright. Sasa ngoja nikuelezee siri ya wateja wanaonunua kwa imani. Yaani wananunua kwa sababu wanakuamini. Na sio tu kwa sababu umewaambia kuna punguzo, sio kwa sababu kuna nini, wananunua vitu vyako kwa sababu wanakuamini. Siri ni simple. Biashara kubwa hazifukuzii mauzo peke yake. Hizi biashara kubwa zinaelewa kwamba wateja hawanunui bidhaa. Wananunua ule utambulisho, ile identity, kwamba wao ni akina nani. Lakini pia wananunua hisia, lakini pia wananunua uhusiano. Kwa hiyo ukijenga nao uhusiano na ukawafanya wajihisi namna fulani, na kwa kuwa wana identity specific, watanunua vitu vyako kwa ulazima. Sasa hii ndio falsafa ambayo mimi nimeibeba kutengeneza hii concept ya mteja kipenzi. Na uenda najua unajiuliza, mteja kipenzi ni nini? Mteja kipenzi imetokea wapi? So ukiingia kwenye account yangu ya Instagram, utagundua kuna content tofauti. Kwa mfano kuna hii inaitwa, kuna hii video, kuna hii video nyingine, kuna hii video nyingine. Hizi video ambazo unaona nimeshikilia naongea na simu, hizi ni content zinaitwa mteja kipenzi. Ni series tu ya mteja kipenzi. Sasa hizi ni content ambazo mimi natumia kwa ajili ya brand awareness. Sasa philosophy ambayo iko nyuma ya hizi content za mteja kipenzi ndio nataka nikuelezee, kwa sababu ndio kitu kile ambacho kimemsaidia tuanzie kwa Pregnancy Nutrition TZ. Huyu ndo alivyofanya. Ametumia hii concept ya mteja kipenzi kujenga mteja wake kipenzi. Yaani yeye ameweza kujenga mteja wake kipenzi. Kwa hiyo content zake zote zinaongea na mteja wake kipenzi. Umenipata? Kwa hiyo kila biashara ina mteja kipenzi tofauti. Wewe una mteja wako kipenzi tofauti, na huyu ana mteja wake kipenzi tofauti, na huyu naye ana mteja wake kipenzi tofauti. Ndio maana unaona kuna content kama zinafanana fulani,
Kwa sababu hiyo aina ya mteja ndio inayezungumza na huyo mteja kipenzi. It's the same hata kama unauza magari, wewe unauza magari, wewe unauza sijui bidhaa za, labda unauza bidhaa za lishe, utagundua kuna vitu vinafanana hapa. Kuna vitu vinafanana kwa sababu unazungumza na aina moja ya mteja. Okay? So, sasa nataka nikuelezee jinsi ya kutengeneza wateja wanaokupenda na wanaorudia na wanaokuletea wateja wengine bila kuwaomba. Hiyo ndio philosophy ambayo iko nyuma ya mteja kipenzi. Okay? Kwa sababu tumeshasema kutoka mwanzo kwamba biashara kubwa hazifukuzii mauzo. Zinaelewa kwamba wateja hawanunui tu bidhaa. Wananunua utambulisho, wananunua ile identity, wananunua zile hisia ambazo unafanya wajisikie. Wakati tunasema kwamba wateja waga wananunua kwa hisia, alafu wanatumia logic kujustify yale manunuzi. It's the same na tunavyokuwa airport. Ukiwa airport, watu kunakuwa na makelele mengi, kuna matangazo mengi, lakini wewe antena zako zote zinakuwa zimewashwa subconsciously kusikia kama tangazo linakuita wewe, kama kitu kinakuhusu wewe moja kwa moja. Vivyo ndivyo ilivyo kwenye mitandao ya kijamii. Siku zote mteja wako anakaa anajiuliza kama kuna content ambayo inazungumza naye. Kwa hiyo wewe unabidi utengeneze content nyingi zinazozungumza naye. Na usiseme kwamba ni content tu moja ndo ni content tu moja ndo inaweza kuzungumza na mimi. Hapana, unaweza kutengeneza variation ya content nyingi tu zinazozungumza na aina moja ya mteja. So, sasa hapa nataka tu proceed. Nilichokifanya, nimechukua vitu vyote nilivyojifunza, ile science nzima niliyojifunza kwenye kutengeneza hii process nzima ya mteja kipenzi. Throughout hii process yangu nzima ya kujua jinsi gani ya kutengeneza hii process yako ili upate matokeo kama haya. Nimeyaweka ndani ya hii masterclass. Sasa hii masterclass naita mteja kipenzi masterclass. Ni special masterclass. Hii ni masterclass mpya. Actually, nimeiandaa muda si mrefu. Kwa hiyo wewe utakuwa kati ya watu wa kwanza kupitia kwenye hii masterclass. Sasa hii masterclass inajitosheleza yenyewe, lakini pia ina kitu ndani yake kinaitwa ZILIM, the 4-step awareness campaign model. Hii ni campaign model ambayo inakusaidia ukiwa unajitangaza utumie process ambayo inawapitisha wateja kwenye hatua ya kushawishika ili waweze kuwa wateja wako kipenzi. Okay? This is very important. Sasa huu mfumo wangu wa hatua 4 unaogeuza followers kuwa wateja wa maisha uko very simple. Okay? Na ukiingia kwenye mteja kipenzi masterclass utajifunza hii model nzima, lakini nataka nikupe kwa urahisi. Okay? Kwa sababu kuna watu ambao watasema mimi siwezi kujiunga hapa na niko busy sana. Haina shida. Haina shida. Lakini ukiona umesema hivyo ujue basi wewe una sehemu nyingi za kwenda. Lakini unaweza kutengeneza huu mfumo kwa kutumia AI. Hiki ndio kitu ambacho natamani ukifahamu, natamani ukielewe. Kwa sababu hii process nzima ambayo mimi imenichukua miezi 12 kutengeneza. Na kwa sababu nimetumia TikTok kama case study yangu. Lakini pia nimetumia wateja wangu wote hawa wote unaoona kama case study yangu. Wote hawa nimewatumia kwa ajili ya kufanya hii experiment na kukuletea haya matokeo ambayo tunayozungumzia leo. Okay? Hii process nzima wewe unaweza kuitengeneza leo kwa kutumia AI. Na ukaweza kutengeneza base kubwa ya content ambazo unaweza kuwa unazipost zinakuletea wateja sahihi. Sasa hii process ina hatua kubwa 4. Hatua ya kwanza inaitwa problem awareness. Problem awareness ni kutengeneza content ambazo zinawaonesha wateja kwamba unawafahamu vizuri. Sawa? Unatengeneza content ambazo zinawaonesha wateja wako kwamba wewe unawafahamu vizuri. Kwa hiyo lugha unayotumia kuzungumza, maneno unayozungumza yanafanya wale wateja wajue kabisa unawaelewa vizuri. It's the same na huku airport. Maneno wanayotumia huku yanafanya ujue kabisa okay, huyu ni passenger, amebook flight number QQ81 na anaenda Nairobi, anabidi proceed kwenda gate 7. It's the same. It's the exact same thing. Kwa hiyo wewe unachokuja kufanya hapa ni kutengeneza, kumuonesha mteja kwamba unamfahamu vizuri. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili au hatua ya pili ni kutengeneza ile solution awareness. Solution awareness ni kumpa mteja matumaini mapya, kama kumuonesha changamoto zote ambazo mteja yuko nazo. Sasa kuna video nilipost juzi kwamba siku zote wateja, wafanya biashara, wateja, wote ambao wanakuaga wateja, wanatafuta suluhisho. Hawajali kuhusu bidhaa unayouza. Wanachojali ni kujua kama shida zao zinaweza zikatatuliwa. Sasa umeshawaonesha kwamba unaelewa shida zao. Sasa hivi kinachofuata ni wewe kuwapa matumaini mapya kwamba hizo shida zao zinatatulika. Na of course zinatatulika kwa bidhaa au huduma unayouza wewe. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho inabidi ufanye hapa. It's quite simple. Unaweza kutumia content moja ukatengeneza na ikakuletea matokeo makubwa sana. Hatua ya 3
tunaita product awareness. Product awareness ni kumpa mteja uhakika kwamba hii product itamsaidia yeye kwa changamoto zake, na kumuonesha kwamba hii product ni bora kuliko product zote sokoni. Ndio unachokifanya hapa. Kwa hiyo wewe unabidi bidhaa unayouza, unabidi utengeneze content ambazo pia zinamuonesha mteja kwamba okay, hii kitu ni ya uhakika. Na mwisho, kumwalika, kutengeneza content ambazo zinamualika aungane na movement yako, aungane na biashara yako, anunue bidhaa au huduma zako. Ukielewa hizi hatua zote na jinsi ya kuziimplement kwenye content zako, na kuhakikishia kwamba hautochukua muda mrefu kabla hujaanza kuyaona haya matokeo. Na uzuri ni kwamba unaweza kuteseka mwanzo, unaweza kuteseka miezi michache ya kwanza, lakini kuna hatua fulani itafika utakuwa kama nilivyokuonesha kwa Dr. Aurelia. Ngoja turudi kwa Dr. Aurelia nikuoneshe hapa. Unaona growth ya Dr. Aurelia. Dr. Aurelia ameanza kutengeneza content akiwa na followers 5,000, lakini alikuwa anapata views 800. Sasa mimi nimeanza kufanya naye kazi hapa akiwa anapata views 800, na tukabadilisha strategy baada ya wiki tu ya pili. Wiki ya pili matokeo yalikuwa hivi. This is after the second week. Okay? This is after the second week akiwa kwenye program. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukafanya hivyo. Na sasa hivi mambo yamebadilika kama unavyoona sasa hivi. Baada miezi 6 almost ameanza kupata views 400,000 bila kutumia matangazo ya kulipia, bila kutumia hata tangazo moja la kulipia. Okay? Na kama unavyoona sasa hivi ana followers zaidi ya 20,000. Of course sasa hivi unaona kabisa ana followers yuko wapi? Huyu hapa. Ana followers 25,000, almost 29,000, 26,000. Kwa hiyo hii kitu inawezekana kwa biashara yako, na inawezekana asubuhi kuanzia kesho kama ukitaka kuanza kufanyia kazi kitu tunachokizungumzia. Okay? Alright. So let's proceed. Sasa, kwa hiyo ukiingia kwenye hii masterclass ambayo inaita The Mteja Kipenzi Masterclass, na actually utakuwa kati ya watu wa kwanza kujiunga kwenye masterclass. Ukiingia kwenye hii masterclass, utajifunza hatua kwa hatua jinsi hizi hatua zinavyofanya kazi, na jinsi ya kuziimplement kwenye biashara yako, na maneno ya kutumia kwenye kila hatua, na jinsi ya kuziwekeza kwenye biashara yako utajua. Tena kwa maajabu nitakupa baadhi ya tools, nitakuonesha hivi punde baadhi ya tools ambazo zinakusaidia kufanyia kazi hiki kitu. Okay? Hizi ndizo hatua zinazofanya brand yako kuuza yenyewe, kwa sababu content zako zitakuwa zinazungumza na akili na moyo wa mteja wako. Ukifanya hivyo ndio utaweza kuwa capture wateja wako. Alright? Sasa ngoja nikuelezee mimi yaliyonikuta. Mimi nilipobadilisha njia niliyokuwa natumia kufanya marketing, kujitangaza, mauzo yalianza kuja kimya kimya. Kwa sababu mwanzo nilikuwa natumia matangazo mengi sana ya kulipia, lakini hata hayo matangazo ya kulipia yalikuwa yanaletea wateja. Lakini kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimewafundisha wanafunzi wangu, nilikuwa nagundua wao wanatumia mbinu niliyowafundisha, lakini hawatumii hata matangazo ya kulipia, wanauza zaidi. Sasa ndio nikagundua ngoja ni apply hii mbinu kwenye biashara yangu. Sasa actually mwanzo nilikuwa kama wewe, nilikuwa naandika content vizuri, na script content zangu, na shoot, na record. Kiangalia content zangu za zamani huku chini, nyingi niliscript, nilirecord content, nilishoot content, yani nilifanya vitu vingi sana. Lakini mwisho wa siku hakuna aliyekuwa anatafuta kujiunga na madarasa yangu. Hakuna mtu aliyekuwa anatafuta kunipa kazi. Mwanzo nilihisi kwamba labda watu hawana pesa. Sababu pia madarasa yangu pia sijaweka bei, sijaweka jero 50 hapa. Okay? Nikahisi kwamba labda watu hawana pesa. Mpaka nilipogundua kwamba hawakujua kwa nini wanunue kutoka kwangu. Sasa nilivyotumia huu mfumo, hii system ambayo naita vitu ambavyo unaenda kujifunza kwenye hii masterclass, ambavyo viko kwenye hii model ya the 4-step model hii. Hapo ndipo nilivyoona matokeo. Nikaanza kupatwa na wateja wakaanza kuja wenyewe, wao wakiniambia kwamba I say ulivyokuwa unazungumza kwenye ile content, niliona kama vile unazungumza na mimi kabisa. Na niliona kabisa wewe unaweza kunisaidia hata kabla sijanunua vitu vyangu. Hapa ndipo nikajua sasa, mimi nilivyoona wateja wangu wananiambia hivi, nikagundua sasa hapa sio kwamba tu nafanya marketing, najenga connection, najenga tunaziita meaningful connections. Kwa hiyo wewe unavyojitangaza, tengeneza meaningful connections, tengeneza mahusiano ambayo ni ya maana kati yako wewe na wateja wako. Na sio lazima uzungumze nao, sio lazima uchati nao. Content zako zenyewe zinawalea wateja wako. Zenyewe zinawalea wateja wako. Kwa sababu ukiangalia mimi unaona hizi comments 1,000 zote ambazo nimepata kwenye account yangu ya TikTok kwa mwezi Septemba pekee yake, kwa sababu hii ni Septemba. Na sasa hivi bado zinaongezeka. Wewe unahisi kwamba zote hizi nimezijibu? Hapana. Of course naweza nisiwe na muda wa kujibu zote. Kwanza sasa hivi nimejiondoa kwenye kushinda sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini
Ndio maana anashinda sana huku kwenye Meta Business Suite huku. Okay? Lakini hii imenifanya nigundue kwamba content zenyewe kwa ubora wake, kwa jinsi zilivyotengenezwa kwa huu mfumo ambao ndani humu zinakuwa zinazungumza na wateja, wanaelewa kwamba najua changamoto zao na wapresentia solutions tofauti, lakini pia nawaelezea kuhusu huduma nayotoa na vitu kama hizo na conversions. Mwisho wa siku wao wenyewe wakawa wananitafuta bila hata kutumia matangazo ya kulipia. Ukiangalia sasa hivi kwenye account yangu ya Instagram, nahisi kama napata views zaidi ya 300,000 kwa mwezi bila kutumia hata matangazo ya kulipia. So let me show this to you my friends. Okay? Hii ni account yangu ya Instagram. Ukiona hapa sijatumia hata tangazo moja la kulipia huu mwezi, lakini nimepata views 300,000. Sasa hizi views sio nyingi ukilinganisha na watu wengine au wateja wangu au marafiki zangu au whatever. Lakini that's not the point. The point kwamba napata hizi views zote bila kutumia matangazo ya kulipia. Okay? Kwa hiyo sijatumia matangazo ya kulipia, lakini bado napata wateja wananitafuta wenyewe. Sasa ngoja nikupe mfano. Huyu ni Dr. Aurelia. Dr. Aurelia anasema hivi. Sikiza Dr. Aurelia hapa kwa sababu aliingia. Kwa hiyo nikawa nasikiliza, kuna darasa moja uliliandikia kama wewe daktari unakosa pesa nyingi, something like that, yani how to make 10 million. I think yayo madarasa. Kwa hiyo mimi nikalisikiliza. Nilivyosikiza kweli nilikuwa kama unanibandua ukoko kichwani. Unasikia anachokisema? Alisikiliza content zangu. Sawa? Alisikiliza content zangu. Unaona na content nyingi Instagram ambazo nimepost kama madarasa haya. Hizi content unazoona ziko wapi? Ya turudi juu hapa nikuonesha. Unaona hizi content ambazo nimepost kama hizi ambazo ni madarasa haya hapa, kama nipo nafundisha, okay? Kama hizi content ambazo ziko wapi? Kama hii hapa, okay? Au content kama hii hapa. Umeona? Okay. So, yeye anachosema ni hivi. Okay? Sasa ya YouTube. Nikasema let me take my time. Kwa sababu what am I doing? Okay. Let me learn. Kwa hiyo nikaanza kuingia madarasa yako ya YouTube. Kwa hiyo nikawa nasikiliza, kuna darasa moja uliliandikia kama wewe daktari unakosa pesa nyingi, something like that, yani how to make 10 million. I think yayo madarasa. Kwa hiyo mimi nikalisikiliza. Nilivyosikiza kweli nilikuwa kama unanibandua ukoko kichwani. Hiyo ndio point ambayo nilitaka uone. Unavyotengeneza content zinazo focus kwenye zile hii mode ambayo ninakuonesha hapa, wateja wenyewe wanahisi kama unazungumza nao. Umenipata? Wateja wenyewe wanajua kabisa unazungumza nao. Na hichi ndio kitu ambacho nataka ufanye kwenye biashara yako, kwa sababu wateja wangu wote hao unaowaona, wote hawa content wanazotengeneza mpaka wamepata followers zaidi ya 100,000, wote hawa ni kwa sababu ya hiyo aina ya content ambazo unaona wanavyozungumza kwenye hizo content. Wateja wao wanahisi kama kabisa huyu anazungumza na mimi, si ndio? Mteja kabisa anasikia kama huyu anazungumza na mimi. Kwa hiyo ninayoongelea ni kutengeneza connection, kutengeneza meaningful connection. Sio tu kwa ajili ya kutangaza, kufocus kwenye pesa. Njoni mnunue vitu vyangu. Hili ndio kosa linalowafanya wafanyabiashara wengi wasiuze. Wafanyabiashara wengi wanafocus, jamani wateja wetu tuna hii bidhaa kama unavyoona ni kali sana, njoni mnunue. Kuna hii nyingine kabisa zinaona zimekaa kali sana. Hizo haziuzi. Ndio maana yani umezitengeneza sana, umeshaona kabisa miaka yote unatengeneza content za aina hiyo, haziuzi. Content zinazouza ni content ambazo zinaonesha kwamba unamfahamu vizuri mteja, unampa matumaini mapya huyo mteja, unampa uhakika huyo mteja, na unamwalika aungane na kile unachokifanya, na ile movement yako, na ile huduma unayotoa. Na hilo ndio jambo ambalo nilivyoligundua nikaja TikTok. Okay? Nikaja TikTok. TikTok ndio hiki kilichotokea kama unavyoona hapa. Kwa hiyo nilianza pole. Inaweza kukuchukua muda followers wateja wako kuelewa. Umeona? Inaweza kukuchukua muda sometimes wateja wako kuelewa kama mimi nilivyochukua muda. Pole. Nikaanza kupata views mdogo, nyingine zinapanda zinashuka. Of course kuna muda ambao nilikuwa siko consistent, lakini mwisho wa siku wateja wangu walinigundua nilipo, wakaanza kuonekana, wakaanza kunitafuta. Sasa hivi tupo miezi michache ishapita toka hii na nili nifanye. Na kama unavyoona hapa, so hii kitu inaweza ikafanya kwenye biashara yako, uwe unauza nguo, uwe unauza huduma, au unauza bidhaa. Unaweza kumpata mteja wako kipenzi kama ukimtengeneza. Sasa, kwa kuwa lengo la hii video ambayo unaiangalia leo ni kukukaribisha kwenye hii mteja kipenzi masterclass, ambayo ndani ya kama masaa 2-3 nitakufundisha kwenye hilo darasa kama la masaa 3 hivi. Nitakufundisha jinsi ya kutengeneza wewe mteja wako kipenzi na kumvutia wewe mteja wako kipenzi. Okay? Kwa hiyo hii masterclass itakufundisha jinsi ya kuuza bila kuuza.
Unauza bila kuuza wala kuwa na followers wengi. Mwingine anaweza kusema mimi nahitaji niwe na followers wengi. Hauhitaji kuwa na followers wengi. Kwa sababu hii account ninayokuelezea hapa ya TikTok ambayo ndio hii hapa. So ngoja nifungulie TikTok hapa kwenye simu yangu uone. Hii account yangu ya TikTok hii hapa. Nina followers 6,000. Wakati naanza mimi nilikuwa na followers moja tu. Follower mmoja, mtu pekee ndiye alikuwa mtu mmoja. Sasa hivi una content zangu zinapata engagement, zinapata views kama unavyoona hapa. Vyote hivi vimetokea kwa sababu ya hii framework ninayokufundisha. Okay? Kwa hiyo ukijiunga kwenye hili darasa ambalo ninakukaribisha leo, utapata mambo yafuatayo. Okay? Sasa hili darasa nataka nikukaribisha. Cha kwanza, utapata darasa la masaa 3 ambalo litakuwa ni darasa la training, lakini pia nitakupa na notes za kusoma uweze kurudia muda wote ambao unataka kurudia kusoma. Pili, nitakupa mteja kipenzi avatar assistant. Hii itakuwa ni tool ya AI ambayo unaingia mle ndani, unaielezea kuhusu biashara yako, inakuletea maelezo yote kuhusu mteja wako wewe. Inakuelezea kila kitu, sifa zote za mteja wako, ili kama unataka kutengeneza content zinazozungumza na mteja wako, unaweza ukaangalia ile document, ukaisoma, ukaelewa mteja wako na ukajua kitu cha kuzungumza, shida za mteja wako ni zipi, changamoto gani, suluhisho lipi wanahitaji. Hicho kitu unaweza kutumia AI kufanya. Kwa hiyo nimeifundisha hii AI, of course hiyo tool nimeitengeneza mimi. Okay? Na ndo naitumia sasa hivi naitumia kwa ajili ya wanafunzi wangu. Wanafunzi wangu wakinipigia simu, nataka nitengeneze kitu kama hicho, nampatia hii tool. Hii tool inampatia ni avatar assistant. Okay? Kwa hiyo unavyotaka kutengeneza ule utambulisho wa mteja wako ili umtangazie vizuri, hii tool inakusaidia ili usihangaike. Kwa hiyo unachofanya ni unaingiza tu mle nataka nimuelewe mteja wangu vizuri. Inakwambia hamna shida, inakuelezea kuhusu mteja wako. Okay? So ngoja nikupe mfano mzuri hapa. Haya. Sasa mimi nataka nikuoneshe kuhusu mteja wangu mimi. Alright? So mimi mteja wangu mimi anaitwa Brian. Namuita Brian. Haya ndo maelezo ya mteja wangu kipenzi mimi. Okay? Anaitwa Brian au Brianna. Kama ni mwanaume namuita Brian. Jina lake ni Mjasi, namuita Mjasi. Kifupi cha neno mjasiriamali. Kwa hiyo haya maelezo yote kuhusu mteja wangu, yote haya yananisaidia nijue maneno ya kutumia, content za kutengeneza ili nimvutie huyu mteja. Kwa hiyo nikielewa vizuri kuhusu mteja wangu, naweza nikajua jinsi ya kumtangaza, jinsi ya kumtangazia. Na wewe unaweza kutengeneza hiki kitu ili kikusaidie kwenye kujitangaza vizuri. Hii ndo hatua ya kwanza. Utakuwa unajua vitu gani vya kuzungumza kwenye content zako kwa sababu unamuelewa vizuri mteja wako. Hii kitu ni muhimu sana. Sasa mimi nilichofanya, nimetengeneza hii tool ya AI ambayo unaweza kuitumia kwenye simu yako, unaweza kuitumia hata ndani ya ChatGPT, ukaingia mle ndani ukaiambia, yenyewe itakuuliza kila kitu ambacho inahitaji ili uweze kutengeneza ile document. Kwa hiyo hautohitaji chochote, hautohitaji hata kulipia umeme kwenye hiki kifaa cha AI. Okay? As long as una simu unaweza kukitumia. Cha pili, unawezaje kutengeneza matangazo mazuri ya kulipia ambayo mteja anayaelewa. Sawa. Sasa nimetengeneza tool nyingine ambayo kutokana na jinsi unavyomuelewa mteja wako, inaweza ikakutengenezea matangazo ya kulipia, ikakuandikia matangazo. Kwa hiyo unachukua script ya matangazo, unatengeneza video Instagram. Kama unavyoona baadhi ya scripts Instagram kama scripts zinazotumia kwenye matangazo, kama natengeneza tangazo kwa mfano, ngoja nikupe mfano wa script ambayo ilikuwa ni ya tangazo ambayo ilifanya vizuri sana. Okay? Kwa mfano hili tangazo liko wapi? Hili hapa. Okay? So, ukiangalia hili tangazo, sitakuplay hili tangazo kwa sababu lina kelele nyingi. But anyway, so ukiangalia vizuri hili tangazo, hili tangazo nilirun kwa pesa kidogo sana. Actually nilitumia $5 tu kwa siku, lakini limeniletea message 736. Okay? Sasa kama wateja sahihi ndio wameona hili tangazo, ina maana wengi wa hawa wamenunua, kitu ambacho ni kweli. Kwa hiyo hata wewe unaweza kufanya hilo kwenye biashara yako. Ukishajua jinsi unavyoweza kumtangazia mteja wako, mteja wako ni nani, unajua mpaka maneno ya kuzungumza yanayomgusa mteja, shida zake. Okay? Na kitu kingine nitakachokupatia ukijiunga kwenye hii masterclass ni utapata 7-day free trial ndani ya Zilim Growth Club. Sasa hii club ni club ya wateja wangu. Wale wafanyabiashara ambao ninafanya nao kazi na watengenezea matangazo kama Lishe na Loy yumo ndani.
Pregnancy Nutrition TZ. Huyu ni mtu ambaye pia tunatengeneza content pamoja, Mr. Code, pamoja na wateja wangu wengine wengi. Hawa ni wateja wangu ambao tuna community private, tuna group private ambalo lile ni group la kulipia, lakini usijali, kwa wewe utapata 7 day free trial. Utakuwemo mle ndani kwa siku 7, utapata madarasa yote yaliyopo mle ndani, na thamani ya hivi vitu vyote unavyopata hapa ni zaidi ya shilingi 426,000. Lakini bei ya uzinduzi itakuwa ni shilingi 199,500 kwa watu 30 wa kwanza. Na ukijiunga leo ukawa kati ya watu 30 wa kwanza, lock in hii nafasi yako na unaweza kubaki na hili darasa kwa muda wowote ambao unataka. Okay? So angalia huyu Mr. Code. Mr. Code ametumia hii process ambayo unaenda kujifunza kwenye hili darasa, na imemsaidia kufikisha kutoka followers 9,000 followers 9,000. Alikuwa amewakusanya hao followers kwa zaidi ya miaka 4, anatengeneza content online, amepata followers 9,000. Lakini alivyojifunza kitu ambacho ninakufundisha leo au unaenda kujifunza kwenye hiyo masterclass, amefikisha followers 100,000 ndani ya miezi 8. Okay? Haya. Dr. Aurelia naye, hii ilikuwa ni transformation ya baada miezi michache ya kujiunga kwenye hii program. Lakini vitu alivyojifunza na alivyotumia kutengeneza content, hii process ndio inaenda kufundisha na imemsaidia yeye kufikisha followers 21,000. Sasa kwa nini unapaswa kufanya maamuzi leo? Sawa. Kwa nini unapaswa kufanya maamuzi leo? Kuna wengine wanaweza kusema Mark Benvix bana, hapana mimi nitafanya siku nyingine, nitajiunga siku nyingine kwenye hilo darasa. Sikiliza. Kila siku unayoahirisha unaendelea kupoteza wateja ambao wangeweza kuwa wako. Kila siku ambayo unaahirisha ungeweza kutengeneza pesa na kuvutia wateja ambao wangeweza kuwa wako. Kwa hiyo unaweza ukajiunga sasa hivi, unaweza ukalipia sasa hivi hapa tunavyozungumza kupitia M-Pesa au Selcom Bank. Sasa kama nilivyosema, nafasi zipo 30 peke yake. Lakini nafasi hizi 30 zikijaa, tutarudi kwenye 426,000. Okay? Tutarudi kwenye 426,000. Kwa hiyo unachohitaji kufanya ni kufanya malipo sasa hivi kupitia hii namba. Unaweza ukalipa kwa Selcom Bank au M-Pesa. Unaweza ukalipa kwa Selcom Bank au M-Pesa. Kisha tuma message WhatsApp sasa hivi ili uweze kujiunga na hiyo masterclass kabla bei haijapanda. Ukishafika 30 tunarudisha bei kwenye 4,026,000. Okay? Tunarudisha kwenye 4,026,000. Alright. So acha kuuza kwa bahati. Inabidi uuze kwa uelewa wa wateja wako. Sasa nataka nikufundishe kitu kimoja leo. Nataka ufikirie brand yako itakavyokuwa ukitengeneza wateja wanaojirudia kila wiki. Okay? Fikiria brand yako miezi 3 baada ya leo. Baada ya miezi 3, baada ya wewe kujifunza, baada ya wewe kuanza kutengeneza content, ukawa consistent. Kwa sababu consistency ni muhimu. Na ndio hiyo consistency ambayo unaona nilikuwa nayo hiki kipindi chote ambacho nilikuwa natengeneza content TikTok, hazipati views mpaka zilivyofika hapa zikaanza kupata views. Na unajua kabisa ukishafika hii level hii, matokeo huwezi kurudi nyuma. Ni kama huyu mteja wangu ambaye amekuwa akipata views milioni 6 consistently bila matangazo ya kulipia. Huyu hapa. Okay? Sasa unaweza ukahisi kwamba mbona hujatuonesha uhalisia? Unatuonesha tu spreadsheet. Ngoja nikuoneshe hapa. Nikuoneshe yuko wapi? Okay, alright. So huyu hapa. Angalia. Unaona hapo? Milioni 6.3. Unaona hapo? Ngoja nikuoneshe. Unaona hapo? Milioni 6.1. Hii ni consistency ya kuanzia Septemba mpaka Oktoba. Umeona lakini? Umeona views milioni 5. Umeona? Views milioni 5.6. Ndio hizi hapa naanza kuonesha. Kwa hiyo hii ni kitu consistent imetokea akiwa na followers 75. Tunapima tu. Okay? So kama unataka kuwa consistent na kuimplement kitu ambacho na kufundisha leo, utaweza kupata matokeo. DM zako zitaanza kujaa, watu wanakuomba wafanye kazi na wewe, watu wanakuomba huduma zako, wanakuomba bidhaa zako, wanataka kununua bidhaa zako kwa sababu ya ile consistency ambayo umeitengeneza kwenye kuzungumza na wateja wako. Ikiwezekana hata bila hata tangazo moja la kulipia. Mauzo yatatokea kimya kwa sababu umejenga tribe ya imani, umejenga ile kabila lako la wateja wako. Mimi kabila langu nawaita wateja kipenzi, okay?
Mimi na wateja wangu tunaitana mteja kipenzi, mteja kipenzi, mteja kipenzi, mteja kipenzi. Ndio hilo kabila langu, ndio hao watu wanao ndio mashabiki zangu. Sasa hawa ndio wanakuja kununua huduma zangu, ndio wanakuja kununua bidhaa zangu. Na wewe unaweza kutengeneza wa kwako. Mauzo yako yatatokea kimya kimya, chini chini, mdogo mdogo, kwa sababu umejenga tribe fulani hivi ya watu wanaokuamini. Sasa safari yako hiyo inaweza kaanza leo. Na inaitwa Mteja Kipenzi Masterclass. Ni hii masterclass ambayo nimekuelezea hapa. Kisha ingia kwenye hii masterclass, ukajifunza kwa hayo masaa matatu, ukapitia hii 4 step awareness campaign mode ambayo unaweza kutengeneza campaign yako kwa kutumia hizi step 4. Unakuwa umemaliza my friend, okay? Sasa nataka nikuoneshe umuhimu wa consistency. Na sitaki kuongea mimi leo, nataka aongee Dr. Aurelia, okay? Huyu ni Dr. Aurelia. So that's very interesting. Okay. Kitu kingine nataka nijue kama kuna kitu ambacho kitu kimoja ambacho safari hapa imekufundisha juu yako wewe mwenyewe, yani kuhusu wewe. Kitu gani ambacho umejifunza zaidi kuhusu wewe? Kitu kimoja ambacho nimejifunza kuhusu mimi kwamba consistency. If you like consistency, kuna vitu vitaona results. Niliingia darasani, yes, lakini I had to be consistent. Whether there was a result, no result. Kwa sababu one day utapata ka breakthrough na ndo katafungua. Subiri kwanza, Dr. Aurelia, relax. Kwa hiyo now, sikiliza alichokisema. Ambacho nimejifunza kuhusu mimi kwamba consistency. If you like consistency, kuna vitu vitaona results. Niliingia darasani, yes, lakini I had to be consistent. Whether there was a result, no result. Kwa sababu one day utapata ka breakthrough na ndo katafungua. It happened to me. Kwa hiyo nikalearn kwamba I was not consistent. Kwa hiyo now nimechange kuwa mtu consistent. Yani najitahidi, yani kwa every now and then something happened to me. Kwa sababu one day utapata ka breakthrough na ndo ndio hichi kitu tunachokizungumzia hapa. Kila mfanyabiashara mtandaoni anayejenga brand yake binafsi anapitia kwenye hii process. Anaanza kwanza, anaamini kabisa kwamba atapata matokeo, cha kwanza. Cha pili, anaanza kutengeneza content. Na anaendelea kutengeneza content hata nyakati ambazo hapati matokeo. Kwa sababu ukiendelea kuzungumza na wateja wako message ile ile bila kuibadilisha, wateja wako wenyewe wataitana siku moja. Wataitana wengi, watashare content zako, watakufanya uende viral, na siku moja ambayo haina siku wala saa tunasema, utajikuta umepata haya matokeo. Kwa sababu hii breakthrough ikishatokea, unaanza kwenda kwenye autopilot kama huyu alioingia, ambayo consistently tu anajikuta kila mwezi anapata views milioni 6, milioni 1, milioni 3, milioni 5, milioni 4, milioni ngapi. Umeona? Kwa hiyo jiulize kama biashara yako ingekuwa inapata hizo views kila mwezi. Sasa sisemi kwamba utapata views milioni 6 au utapata followers wengi kama hivi. Inaweza isiwezekane kwako, lakini it's more likely. Yani it's more likely kama ukiimplement hii system, okay? Sasa mimi nataka niukaribishe Zilim Growth Club. Zilim Growth Club ni club ya wateja wangu. Ni kundi ambalo wateja wangu mimi na wateja wangu tumetengeneza, ambao ni wateja wangu kipenzi. Kwa hiyo ukiweza kujiunga, ukitaka kujiunga kwa sasa hivi, kwa sababu ili ujiunge kwenye hii community, nataka uwe na uhakika kwanza kama vitu utakavyopata kwenye community vitakusaidia. Kwa hiyo ukishalipia hili darasa shilingi 200,000, actually 199,500, ukishalipia kwenye hii namba, okay? Ukishalipia kwenye hii namba, jina linakuja jina langu mimi. Kisha ukatuma message WhatsApp, ukajiunga, utaweza kutengeneza story yako wewe na kupata matokeo makubwa sana. Kwa hiyo mimi nakukaribisha ndani ya hii Mteja Kipenzi masterclass. Utajifunza jinsi ya kutumia AI kumtengeneza huyo mteja wako kipenzi badala ya kumtafuta. Sawa? Lakini pia ukijiunga kwenye hii masterclass, utapata masterclass nyingine ya masaa 3 ambayo inakufundisha AI personal branding. Jinsi ya kujenga brand inayokuletea wateja daily kwa miezi 3. Hii masterclass utapata bure. Na kitu kingine utakachopata, utapata hii case study ya Dr. Aurelia ambayo inakufundisha jinsi alivyopata followers 20,000 Instagram bila matangazo ya kulipia. Utapata ile na nili nzima. Kisha natengeneza offer sasa. Naongeza offer kwa watu 20 wa kwanza watakaojiunga ndani ya hili darasa. Okay? Kama ukiamua kujiunga, kama utakuwa kati ya watu 20 wa kwanza watakaojiunga kwenye hili darasa, utapata vitu vifuatavyo. Cha kwanza, utapata 7-day free trial ndani ya Zilim Growth Club kama nilivyosema mwanzo. Lakini kuna kitu kingine ambacho utapata. Hii ni system inaitwa Evergreen Social Media Content Blueprint. Content ambazo unaweza kutengeneza leo
na ukazipost tena hata baada ya miezi 6, hata baada ya mwaka mmoja, zinakuwa content evergreen, na hata usipost zile content zinaendelea kuwa viral zenyewe. Kwa mfano, ukiangalia kwenye account yangu mimi, kuna content ambazo waga zinaenda viral nishazipost zamani huku. Zenyewe zinaenda viral kwa sababu kitu nilichozungumza ni kitu cha maana ambacho mteja wangu siku zote anakutana nacho. Okay? Kwa hiyo pia nitakufundisha jinsi ya kufanya. Kitu kingine ni kwamba ukiwa unatengeneza matangazo ya kulipia, kuna process tofauti ya kutengeneza matangazo ya kulipia. Kuna vitu vingi utajifunza, lakini kuna hii style moja ya kutengeneza matangazo ya kulipia, naita Versatile Ad Copywriting Framework. Ni framework ya kutengeneza tangazo linaloenda kama wimbo fulani, ni kama muziki. Kwa hiyo ukiandaa ile inakuwa na rhythm kiasi kwamba mteja lazima muingie kichwani, especially kwa kuwa unaongea naye. Sasa thamani ya hivi vitu vyote ambavyo unavipata kama nilivyosema mwanzo, ni shilingi 1,099,500 tu. Sasa kwa wale 20 wa kwanza mtapata hivi vitu viwili bure. Hii Evergreen Social Media Content Blueprint pamoja na hii Versatile Ad Copywriting Framework. Hii ndo framework ambayo natumia sana kutengeneza matangazo. Okay? Lakini pia kuna AI tools. Kuna tools za AI ambazo nimetengeneza tayari, zitakusaidia kuimplement hivi vitu viwili. Kutengeneza Evergreen Social Media Content Blueprint, lakini pia kutengeneza Versatile Ad Copywriting Framework. Okay? Sasa naongeza tena bonus nyingine. Kwa wewe ambaye bado unajiuliza, naweza kweli nikajiunga nikapata mafanikio kwenye hii darasa? Usiwe na shida. Ngoja nikuoneshe bonus nyingine kwa watu 20 wa kwanza. Kumbuka tuna nafasi 30. Kwa hiyo kuna watu 10 watakosa hivi vitu ninavyoviongelea hapa. Sasa kwa watu 20 wapya watakaojiunga mwezi huu unaoangalia wewe hii video, utapata vitu vifuatavyo. Cha kwanza, utapata haya madarasa yote. Kuna madarasa zaidi ya 8 hapa. Darasa la kwanza itakuwa ni njia rahisi ya kujitangaza mtandaoni bila matangazo ghali. Cha pili itakuwa ni darasa linakufundisha jinsi ya kupata wateja wako wa kwanza bila kuwaomba. Sasa of course, unaweza kuwa ushapata wateja wengi, lakini hii framework itakufundisha mbinu rahisi za kupata wateja ambazo unaweza kuzitumia hata kama ushapata wateja wengi. Cha pili, tutajifunza content zinazouza. Utajifunza mifano halisi ya mauzo kwa biashara za rejareja kwenye dunia sasa hivi. Kitu kingine, utapata darasa la mauzo ya rejareja bila stress. Kama unauza bidhaa, una duka, una something unauza rejareja, utajifunza mifumo, sauti na psychology ya matumizi. Okay? Kisha utajifunza jinsi ya kuuza zaidi kwa kujenga brand inayoaminika. Okay? Lakini pia utajifunza darasa lingine linakufundisha mbinu za mauzo kwa huduma kama unauza huduma mtandaoni. Lakini pia utajifunza mbinu ya strategic strategy. Tunazotumia kujenga biashara zinazouza kwa masaa 24. Kuna zile biashara ambazo unakuta 24 hours biashara inauza. Unawezaje kujenga biashara ya aina. Lakini pia nitakufundisha jinsi ya kutumia UGC, hizi user generated content, zile ni content zilizotengenezwa na wateja wako kuweza kuongeza mauzo kwenye biashara yako. Okay? Kwa wewe kati ya watu 20 watakaojiunga mtapata pia hizi offer. Haya madarasa mtayapata bure kabisa. Kwa hiyo jumla haya madarasa yana thamani kubwa kama unavyoona, lakini pia yana masaa zaidi ya 10. Kwa hiyo utachukua muda wako, muda wowote utaweza kujifunza. Okay? Kwa hiyo na ukaribisha Zilim Growth Club, na usichelewe my friend, usichelewe. Lakini pia kitu kingine ambacho nataka nikuelezee kabla hatujaondoka ni kwamba ukishajua jinsi ya kutangaza kwa huyu mteja mmoja ambaye utajifunza kwenye hii darasa, unavyoenda kutengeneza matangazo ya kulipia, hautoteseka, na nitakuonesha namna gani hautoteseka. Kuna kitu kinaitwa retargeting ads. Retargeting ads ni matangazo ambayo unatarget watu fulani. Unatengeneza tangazo ambalo sio kwamba linaenda kwa mtu yeyote tu, hapana. Linaenda kwa mtu fulani ambaye ushamtengeneza. Kwa mfano, mimi nina wateja, hii audience inaitwa Mteja Kipenzi Video Views, okay? Hii ni audience ambayo nimeitengeneza kutokana na audience yangu ambayo imenifollow Instagram. Kwa hiyo nina watu kama 57,000 mpaka 70,000 ambao naweza nikawatengenezea matangazo leo, wanaonifahamu vizuri. Sawa, hawa nikiwatengenezea tangazo leo naweza nikauza sana, kwa sababu hawa ni wateja sahihi, wananifahamu, washaona content zangu, wananiamini, washaniuliza maswali, washaengage na account yangu, hawa watu 70,000. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza tangazo linaenda kwa watu sahihi kabisa kwa kutumia hii mbinu. Na hivi vitu vyote utajifunza ukiingia kwenye community. Kwa hiyo nataka nikukaribishe sana kwa wewe ambaye unajiuliza maswali. Usijiulize sana maswali. Ukishalipia sasa hivi, unaweza ukanitumia message WhatsApp sasa hivi, afu tukaanza mafunzo. Hauhitaji hata kukutana na mimi.
Madarasa yote yatakuwa ni online. Darasa lipo tayari. Unachohitaji kufanya, ukishalipia tu unapata access ya darasa lako, unaingia mle ndani. Sasa kwa wewe ambaye unajiuliza mimi naendeshaje biashara, mifumo yangu ya biashara ikoje, pamoja na mambo kama hayo, nimeshakuelezea maeneo machache mpaka hapa ya jinsi ninavyoendesha biashara yangu. Lakini pia ukiingia kwenye community kule, kuna vitu vingi sana nitakufundisha. Kwa hiyo nakukaribisha sana, usipoteze muda, karibu sana darasani na tutaonana. Okay? So, hii ni AI ilikuwa inafanya analysis ya content zangu kama unavyoona hapa. Inaonyesha growth, lakini pia hapa kuna profile views na engagement rate ya content zangu pamoja na mambo kama hayo. Sasa wewe mwenyewe unaweza kujenga biashara yako kubwa tu, nzuri, na leo una hiyo opportunity. Kwa hiyo usianze kujiuliza maswali. Utashangaa washindani wako wenyewe wakishajiunga na hili darasa, wakapata hayo matokeo, biashara yako imekwisha, kwa sababu watakuwa wanajua jinsi ya kuongea nao, jinsi ya kuongea na wateja wako kwa lugha ambayo wateja wako wanaelewa. Kwa hiyo wahi sasa hivi kabla hujachelewa, tutaingia darasani, tutajifunza, tuta have fun, na uwezekano ni mkubwa sana kwamba na wewe ukipata matokeo kama ya Dr. Aurelia haya. Huyu Dr. Aurelia tulikuwa hatujawahi kukutana kabisa. Yeye aliingia darasani kama wewe unavyoingia darasani leo, akalipia darasa, akajiunga kwenye darasa. Ni darasa, na yeye ana darasa la masaa 5. Kuna darasa special inaitwa Personal Branding Masterclass. Ile ada yake ni laki 5. Sasa yeye alilipia ile darasa, akaingia kwenye ile darasa, akasoma ile darasa. Na matokeo aliyoyapata baada ya kuimplement vile vitu ndio yamenifanya nifunge safari kutoka hapa nikaenda Arusha. Yupo Arusha hapa. Kwa hiyo nilitoka hapa nikaenda Arusha kumuona na kumpongeza kwa kupata hayo matokeo. Kwa hiyo hata wewe nataka uchukue haya madarasa serious, kwa sababu vitu ninavyoenda kufundisha ni vitu ambavyo vimefanya kazi kwa wateja wangu wengi sana. Ikiwepo mimi, ikiwemo Rishna Loy, ikiwemo Pregnancy Nutrition TZ, huyu ambaye anapata views milioni 6 kwa mwezi kila mwezi. Mr. Cody anapata kwa video moja, huyu Mr. Cody anapata views zaidi ya milioni 4. Angalia. Unaona hii video? Okay, unaona hii video? Video inapata views milioni 6 hivi. Hii video. Inapata views milioni 6. Okay? Views milioni 6. Kwa kuelewa tu hiyo phenomena ya kumuelewa mteja kipenzi. Okay? Kwa hiyo yeye ametengeneza mteja kipenzi wake. Mimi mteja kipenzi wangu ni tofauti na mteja kipenzi wako. Na actually mimi mteja wangu kipenzi ni wewe. Kwa hiyo kwa kuwa wewe ni mteja wangu kipenzi, karibu sana. Lakini wewe pia unaweza kutengeneza mteja wako kipenzi, na hiyo inaanzia hapa. Okay? Kwa hiyo tafadhali take your time, ingia darasani, tutakutana kule darasani. Okay? Namba hii hapo, unaweza ukalipa kwa Selcom Bank. Hii Selcom, unajua Selcom wametengeneza mfumo fulani hivi ambao ni very unique. Namba yako ya simu ndo account yako ya benki. Kwa hiyo kama pesa yako iko benki, unataka ulipe kwa benki, unaweza ukatuma kwenda benki nyingine, ukachagua Selcom, au ukalipa kwa M-Pesa. Hii namba ni ya M-Pesa, jina linakuja hilo hapo. Alright? So, tutaonana darasani. Lakini kwa kuwa ulipo tena ngoja nikupe offer nyingine. Unaona? Kwa kuwa umeingia kwenye hili darasa, kuna form nitakupatia ujaze. Ukishajaza ile form, ukitaka kuingia darasani, ukajaza ile form utakayojaza, mimi nitaitumia kukuandalia wewe strategy yako ya kujitangaza mtandaoni. Okay? Kwa hiyo ile form utakayojaza, majibu utakayoweka pale yatanisaidia mimi nikutengenezee wewe strategy. Nitakutumia document ambayo ukisoma itakupa mpangilio mzuri wa jinsi ya kujitangaza. Kwa hiyo usichelewe. Na hiyo ni offer kwa ajili ya watu 5 wa kwanza watakaojiunga kwenye hii masterclass. Kwa hiyo karibu sana. Mimi naitwa Elius Kamwagire McBenvix. Kama utakuwa na swali lolote, nitumie message Instagram. Nipo sana Instagram, active Instagram. Nitumie message Instagram au nitumie message WhatsApp. Tutaonana darasani. Alright? Bye bye. Karibu sana darasani. See you in class. Alright? Bye bye.